Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Novemba 22 hadi 29, 2025. Ni mengi tulionayo na haya ni machache tu nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo. Ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Taasisi za kifedha jijini Dodoma zimepongezwa kwa kuaminiwa na serikali kwa ajili ya kuwezesha zoezi la utoaji wa mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Pongezi hizo zimetolewa na mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shakimweri wakati wa semina iliyofanyika baina ya viongozi wa benki na maafisa maendeleo ya jamii jiji la Dodoma, ambapo aliwaasa kuzingatia vigezo ili kila muombaji wa mkopo aweze kujikwamua kiuchumi. Nichukua nafasi hii kipekee kuwapongeza sana benki ya CRDB kwa kupata nafasi na heshima sisi kwenye mkoa wetu wa Dodoma na kwenye wilaya ya Dodoma kuwa ni benki iliyopendekezwa pamoja na wenzao wa NMB kama mikopo hii katika kipindi cha matazamio, kipindi cha pilot kwenye zile halmashauri 10, basi mabenki ambayo yamechaguliwa ni nyinyi watu wa CRDB. Hongereni sana. CRDB ulipo tupo. Sasa kuna wateja kule wa Tanzania ambao vigezo vya mwongozo wa mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wapo na nyinyi mnataka pia kule muwepo. Kwa hiyo ni dhamana kubwa, ni imani kubwa ya serikali kwenu na ni matarajio yetu kwenye serikali ya kwamba kazi hiyo mtaifanya vizuri. Sasa kwa nini tuko hapa? Amesema hapa mkurugenzi kwa undani, umeongea mwenyewe pia kwa urefu honest. Dasi pia amegusia. Na mimi nipitie hapo kwa pengine nukta moja tu kusema. Na nisiseme kwa maelezo ambayo wameyasema wenzangu, niseme tu kwa takwimu. Jiji la Dodoma kwa mapato yake ya ndani wastani hutenga bilioni 4 mpaka 5 kila mwaka kwa ajili ya 10% yake mapato yake ya ndani. Tunavyoongea leo tulikuwa na cumulative malimbikizo ya mikopo ambayo tulikuwa tujaitoa kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba aidha kulikuwa na utoaji ambao hukuzingatia sana vigezo na sifa za wanaokopeshwa, na kwa sababu hiyo tija iliyokuwa inakusudiwa ilikuwa haionekani katika ukubwa wake. Wachache waliokuwa serious kwenye kufanya biashara kwa kukosa mitaji walitafuta fursa hii kama mitaji na wakaipata, kwa kweli ikawasaidia sana. Kwa upande wake meneja wa CRDB tawi la LAPF Honest Mushi alikuwa na haya ya kusema. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana katika kuboresha mfumo wa utoaji wa mikopo ya 10% ili kuongeza tija zaidi kwa wananchi. Taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation inajivunia kupata heshima ya kuwa miongoni mwa taasisi za fedha zilizopewa dhamana ya kusimamia utoaji wa mikopo hii kupitia mfumo huu mpya wa mikopo jumuishi, ambapo halmashauri 10 za mfano ikiwemo halmashauri ya jiji la Dodoma zimechaguliwa kuwa halmashauri za mfano. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tangu mwanzoni mwa mwaka huu tulipoanza utekelezaji wa mpango huu, tumeweza kutembelea vikundi mbalimbali vya wajasiriamali kutoka katika kata mbalimbali za jiji la Dodoma kwa kushirikiana na halmashauri. Nafurahia kutangazia kuwa juhudi za pamoja zimezaa matokeo chanya. Mwitikio umekuwa ni mkubwa, kwani mpaka sasa tumepokea jumla ya maombi ya vikundi 129 pamoja na wajasiriamali binafsi, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Maombi haya yote yana thamani ya jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 1 na milioni 693 kama awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mpango wetu ambao tunauanzisha. Wanachama na wa vikundi hivi wote wamepewa mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya fedha na taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma na kufanikiwa kupata vikundi vyenye sifa 12 na kuwezesha kuwapatia mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 94. Kanda namba 1 yajipanga kusimamia miradi kikamilifu ili kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa wananchi na katika mazingira salama. Hayo aliyasema meneja wa kanda hiyo Nicholas Mitembo mara baada ya kumaliza ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Kwa majina naitwa Nicholas Dennis Mitembo, ni meneja kanda namba 1. Leo tulikuwa na zoezi la kutembelea miradi ya maendeleo. Mradi wa kwanza ambao tumeutembelea ni uwekaji wa peva katika soko la Machinga. Mradi unaendelea na
Mategemeo yetu muda sio mrefu mradi utakuwa umekamilika, ili sasa daladala na machinga wapate kukaa sehemu ambazo zinastahili wao kuwepo. Mradi wa pili tumetembelea shule ya Kaloleni ambayo tunaboresha madarasa kwa habari ya madirisha, kuweka tiles na ceiling board za kisasa. Mradi unaendelea vizuri na tunaamini mpaka tarehe 25 mwezi wa 11 utakuwa umekamilika. Mradi wa tatu ambao tumeutembelea ni ujenzi wa ofisi ya mtaa Kishoka, ambao ujenzi wake umekamilika mpaka upauaji. Bado ukamilishaji wa plasta na kufunga bodi ili ofisi ianze kutumika. Mradi wa mwisho ambao tumeutembelea ni ujenzi wa ofisi ya mtaa wa Hamvu. Ujenzi ule uko kwenye hatua ya msingi, kumwaga jamvi. Kwa hiyo tunaamini maendeleo ya ujenzi huu unaweza kufikia hatua ya lenta mwisho wa mwaka huu, ili mwakani tuingie fezi ya pili ya kumalizia mradi kabla mwaka wa fedha hujaisha 2025-26. Lengo la serikali kutekeleza miradi hii, kwanza kuboresha mazingira rafiki kwa watoto wetu kupata elimu bora kwenye mazingira salama na safi. La pili, utoaji wa huduma kwenye serikali za mitaa. Muhimu kuwa na ofisi ambazo zina hadhi na heshima sawasawa na serikali ilivyo, ili wananchi waweze kupata huduma bora na mazingira rafiki. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kaloleni, Mwalimu Emmanuel Simbo, alisema kuwa shilingi milioni 150 zimetolewa kwa ajili ya ukarabati wa madarasa 11 na ofisi, ambapo mradi ukikamilika utasaidia kutoa elimu bora. Kaloleni shule ya msingi ni mradi wa ukarabati wa madarasa 11 na ofisi, jengo la ofisi. Ni mradi ambao umepatiwa kiasi cha shilingi milioni 150. Kazi zote za ukarabati kwa madarasa 11 na ofisi. Mpaka sasa kazi ambazo zinaendelea kama ambavyo mmeona, tumefanya kazi ya kupaua madarasa yale ambayo yalitakiwa yapauliwe pamoja na kazi ya kupaua jengo la ofisi. Kazi zilizoendelea mpaka sasa, tunafunga bodi kwenye madarasa 9 na baada ya hapo tutaendelea madarasa yaliyosalia mawili ili kuhakikisha kwamba kazi ya kufunga bodi na ukamilishaji ukiendelea. Vifaa vyote vya ujenzi viko site, mafundi pia wako site kwa tenda zote mbili kama tulivyotambulisha. Kanda namba 3 inaendesha zoezi la utambuzi wa mifugo kwa njia ya kielektroniki ili kuweza kuzuia upotevu holela na kusaidia kupatikana kirahisi pale itakapotokea mifugo imepotea. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mifugo kanda namba 3 Ivan Kamuna alisema kuwa vifaa vinavyotumika ni vya kisasa na zoezi litakuwa endelevu katika kanda hiyo. Kwa majina naitwa Ivan Kamuna Livingstone, ni afisa mifugo wa kanda namba 3. Leo tuko kwenye utekelezaji wa utambuzi wa mifugo kwa njia ya kielektroniki ambao unatekelezwa Tanzania nzima, na kwa kanda yetu tuko leo katika shamba la mifugo la Mheshimiwa Waziri Mstaafu Mizengo Peter Pinda. Kwa tuko hapa kwa ajili ya utambuzi na zoezi limeenda vizuri la kuweka hereni. Kwa upande wa ng'ombe tumehudumia ng'ombe 19 na mbuzi 17. Tuko na maafisa mifugo, lakini pia leo tumebahatika pia kukutana na Mheshimiwa Pinda na tumezungumza mawili matatu. Ametushauri baadhi ya vitu na sisi pia tumemshauri baadhi ya vitu, hususan kwenye uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa na namna ya kuongeza thamani, mnyororo wa thamani wa maziwa yanayopatikana. Lakini pia tumezungumza mambo mawili matatu na kuna mambo ambayo ametuelekeza na sisi tumekubali ushauri wake. Tunaendelea na hili zoezi. Zoezi itakuwa endelevu, haliishi leo, itakuwa endelevu ndani ya kanda yetu. Na tunashukuru pia kwamba tumepewa vifaa ambavyo tunavitumia, vifaa vya kisasa zaidi ambavyo tunavitumia kwa ajili ya utambuzi wa zoezi hili. Halmashauri ya Jiji la Dodoma inaendelea na zoezi hili na sisi tunaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utambuzi unafanyika na tunapata idadi kamili ya ng'ombe na mbuzi pamoja na kondoo ambao wametambuliwa kwa njia ya kisasa zaidi ya kielektroniki. Pia tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutusaidia na kutupa vifaa hivi vya kisasa zaidi kwa ajili ya utambuzi wa mifugo ambao ni wa kisasa zaidi. Tunasema wa kidijitali. Asante sana.
Halmashauri ya jiji la Dodoma iliadhimisha siku ya lishe kitaifa kwa kutoa elimu ya afya na lishe katika kata ya Kizota, ambapo walimu, wanafunzi na wananchi walipewa elimu ya umuhimu wa makundi 6 ya chakula yanayojenga mwili. Akizungumza katika maadhimisho hayo, afisa lishe kituo cha afya Makole Frida Molel aliwataka wazazi kuzingatia mlo kamili wakati wa ujauzito kwa sababu humsaidia mtoto kujijenga kiakili na kimwili. Ni lazima ule makundi yote 6 ya nini? Ya chakula ambayo atakuja kuwafundisha mwenzangu. Lakini pia tupate vyakula vya kutosha venye protini. Protini, tukiongelea protini hapa tunaongelea makundi jamii ya wanyama. Sawa? Tutaongelea jamii ya wanyama na jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde ni kama njugu mawe, kunde zenyewe, maharage, njegere. Kundi la nyama ni nyama, mayai, maziwa. Sawa, dagaa, samaki, kuku. Hivi ni vyakula ambavyo tunatakiwa tule kwa wingi kipindi cha ujauzito kwa sababu ni vyakula ambavyo vinaukuza mwili. Vinafanya mwili unakuza mwili. Sawa, lakini pia vina uwezo mkubwa wa kuweza kujenga ubongo. Naye mwalimu mkuu shule ya msingi Kizota, Mwalimu Hamida Mkingule, alisema kuwa lishe ni muhimu kwa wanafunzi kwa sababu inawasaidia kusoma kwa bidii na kwa muda mrefu bila kuchoka. Lishe shule ya msingi Kizota tumeanza kutoa tangu mwaka 2023. Na lishe hii wanakula wanafunzi wote shule nzima kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7. Shule ya msingi Kizota ina jumla ya wanafunzi 2194, lakini wanafunzi wote wanapata lishe shuleni. Tunatoa uji, lishe ya uji ambao wanakunywa kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 3. Madarasa yaliyobaki wanapata kande. Lishe shuleni ni bora kwa sababu inasaidia kukuza ufaulu wa wanafunzi, inadhibiti utoro. Kiukweli mtoto akipata lishe shuleni hawi mtoro, anakuja shule kwa sababu ana uhakika, nikifika shuleni nitakunywa uji, nikifika shuleni nitakula makande, tashiba, nitakaa darasani, nitamsikiza mwalimu. Kwa hiyo unakuta watoto wengi wanaacha utoro akishakuwa na uhakika wa kula shuleni. Na katika michezo, timu ya netball ya Dodoma Jiji inaendelea kujifua kwa nguvu katika viwanja vya shule sekondari Dodoma, ikiwa ni maandalizi ya mwisho kuelekea ligi ya muungano itakayofanyika visiwani Zanzibar mwezi Disemba. Kikosi hicho kimeongeza kasi ya mazoezi kwa lengo la kuimarisha mbinu, uimara wa mwili na mshikamano wa timu kabla ya kuanza kwa michezo hiyo mikubwa inayotarajiwa kushirikisha nchi mbili. Kocha wa timu hiyo Susan Jacob alisema kuwa maandalizi yanaendelea vizuri na timu ipo katika hali bora kuelekea mashindano hayo. Sasa hivi tuko katika mazoezi ambayo tunajiandaa na shindano kubwa la muungano. Shindano hili litafanyika Zanzibar. Mungu akipenda litaanza tarehe 12 Disemba 2025. Tunawahimiza hata wachezaji wengine ambao hawajafika tufike kwa wingi ili tuweze kwenda kupambana katika shindano hili, kwa sababu ni shindano la kushindanisha nchi mbili ili tuwe washindi. Mungu atusaidie ili tuweze kufanikiwa. Hali ya wachezaji wangu ni nzuri. Bado wachezaji wengine hawajajiunga katika mazoezi kwa sababu walikuwa katika ishu ya kitaifa kwenda kusimamia mitihani. Kwa hiyo mitihani inakaribia kuisha, basi naona watatujoin katika mazoezi haya. Ushiriki wa wachezaji ni mzuri, japo wengine wanatoka kazini alafu ndio wanakuja huku, muda unakuwa si mrefu sana kufanya mazoezi. Lakini najua tutakapofika mwishoni kidogo tutaweza kuanza kufanya mazoezi hata asubuhi na jioni ili tujiweke sawa. Mimi kwa kweli ninamshukuru sana mkurugenzi wa jiji la Dodoma Dr. Sagamiko pamoja na crew yote ya hapo jiji kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupa kwa ajili ya mchezo wa netball. Tunawashukuru sana, wasife moyo. Tunaomba watulee, watubebe, waendelee
kutubeba na sisi tunalibeba jiji kwa kulitangaza kwa njia ya mchezo wa netball. Kwa upande wake, msemaji wa timu ya netball Dodoma Jiji, Mwalimu Nurdin Abdul, alisema kuwa maandalizi yao yamekuwa mazuri zaidi kutokana na ushirikiano wanaoupata kutoka uongozi wa halmashauri. Timu yetu ya Jiji ikiwa inaendelea na maandalizi ya mashindano ya ligi ya Muungano ambayo yanatarajiwa kufanyika Zanzibar kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa 12. Maandalizi kwa ujumla yanaenda vizuri kwa sababu tunapata support kutoka kwa viongozi wetu, especially mkurugenzi wetu akisaidiana na afisa michezo wetu. Kwa pamoja wanatupa hamasa ili kuweza kwenda kushiriki mashindano haya na kuweza kurudi na ubingwa kurudisha hapa Dodoma. Mimi ni captain pia ni mchezaji. Kwa kweli morali ni kubwa sana. Wachezaji wanakuja mazoezi ingawa hatuji kwa wingi kwa sababu kuna zoezi moja la kitaifa laendelea, lakini baada ya hapo wachezaji watakuja wote. Wachezaji wapo kwenye zoezi la kitaifa, lakini timu yetu Jumamosi wanakuwepo wote. Tunakuwa na mashindano madogo tunacheza na tumefanya mashindano na watu walienda Shimuta, tukacheza na wizara mbalimbali zilizoenda Shimuta. Timu yetu iko vizuri sana, tumejiandaa vizuri kwenda kushiriki mashindano yaliyoko mbele yetu. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapa tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.